katika jengo hili ambalo limepata ajali ya moto. Mimi taarifa hii, kwanza mida yangu ya kufunga huwa ni saa 3. Kwa hiyo ile mida ya saa 3 nilifunga biashara. Baada ya kufunga biashara, kwenye jengo letu mkono wa kulia kuna kibanda cha simu ambacho kimejiatachi kwenye jengo letu. Kwa hiyo kile kibanda, mwenye kibanda alikuwa anachomelea. Nilitoka nikaona kama kuna cheche za moto zilikuwa zikiruka akiwa anachomelea pale. Nilivyoangalia kwa mwanzoni niliogopa, nikajua labda ni shoti ya umeme. Nilivyoangalia vizuri nikaona kuna fundi anachomelea, nikawa mimi nimeondoka, nimeenda nyumbani. Baada ya kufika nyumbani niliingia bafuni kwa ajili ya kuoga. Ile nilivyokuwa natoka bafuni kuoga ndio bodaboda akaja mpaka mazingira ya nyumbani, akanambia vaa haraka twende katika ofisi yako na shoti ya moto inatokea. Niliingia ndani nikavaa nguo haraka nikachukua funguo. Na baada ya kufika katika eneo la tukio nilikuta jengo tayari limeshawaka. Ilikuwa ni kibanda kimoja kinawaka kufikia kibanda changu. Kwa hiyo tulivyofungua walitoa vitu vichache sana vya mbele na kibanda changu kikawa kimeshika moto. Kwa hivyo vitu vyako ni kiasi gani vimeteketea? Vina thamani kiasi gani? Mali yangu ina thamani ya milioni 30, lakini katika milioni 30 kuna milioni 15 ambayo nilikuwa nimekopesha mwezi wa 12, ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni 1.4. Kwa majina naitwa Abeli Melikioli. Kimsingi tuko kwenye tukio ambalo jana tumepata majanga hapa Buselesele. Moto umeunguza maduka 8 na chanzo cha moto huu ukiwa ni umeme. Ulianza kuwaka kwenye duka la Bwana Kisila kwa kuwa maduka mengine yalikuwa yamefungwa. Kwa hiyo vyumba vyote vikashika moto hadi kusababisha madhara ya vyumba 8 kuungua. Mali nyingi zimeteketea, lakini pia mali nyingi zimeondoshwa na watu waliokuwa wakisaidia. Wengine waliokuwa ni vibaka wameiba mali nyingi sana. Lakini tushukuru serikali imetusaidia katika hali ya kudhibiti vibaka, na zimamoto wamekuja wakatusaidia, ikiwemo magari ya airport na GGM. Imekuja gari ya zimamoto na baadhi ya wadau kama magari ya Kinamudi yamekuja yakatusaidia namna ya kuzima moto. Kiufupi kama saa 8 hivi moto kidogo ulikuwa umepungua, lakini tunamshukuru Mungu kwamba watu wako salama. Hakuna watu waliopata majeruhi makubwa sana. Nafikiri asanteni sana. Ni wewe mali kiasi gani zimeteketea? Zilikuwa na thamani kiasi gani kwenye duka lako? Katika tathmini ya mali ni takriban kama milioni 25 zimeteketea, kwa sababu kulikuwa na madumu ya mafuta, kulikuwa kuna vocha za gharama kubwa sana ambazo zimeteketea kwenye mali kwenye duka hilo. Lakini pia mali nyingi kwa sababu ni duka la bidhaa mchanganyiko. Kwa hiyo ndo madhara tuliyopata hayo. Vitu gani ambavyo unatoa kwa serikali pindi yanapokuwa yanatokea haya matukio? Mimi nafikiria kwamba nashauri serikali katika tukio hili nimeona mapungufu makubwa sana, baadhi ambayo yanaweza kurekebika. Ukifuatia tukio lililowahi kutokea mwanzoni hapo, vibanda viliungua hivi kama hivi vibanda kama 9, lakini magari ya zimamoto yamekuwa ni changamoto kwa sababu yanatokea Geita, mengine yanatokea Chato. Kwa hiyo na moto umeanza muda wa saa 3, lakini zimamoto imekuja kufika saa 5 kuelekea saa 6, ambapo kuanzia chumba cha kwanza mpaka kufika chumba cha 8 watu walikuwa wanafanya jitihada zao za kuzima, iliyopelekea wengine hadi kuumia. Hivyo nilikuwa na shauri serikali kama kuna uwezekano iwekwe bajeti, kuwepo na gari la zimamoto hapa, kwa sababu hii ni mara ya pili na tayari tulisha kuzungumza. Kwa hiyo kama italetwa gari la zimamoto hapa linaweza kuokoa, kwani jana kama ingekuwepo zimamoto ina maana kile kibanda cha pili kilivyoshikwa kile cha electronic kisingeweza kuungua kuendeleza na vibanda vingine. Tukio hili limeanza jana majira ya saa 3 kama na nusu hivi. Ndio tukio lilipoanza kubainika. Inawezekana siwezi kujua limeanza muda gani, lakini limeanza kubainika muda saa 3 kama na nusu.
Nilipigiwa taarifa na baadhi ya waliokuwa kwenye tukio hapo, nikaja, lakini kwa bahati mbaya maeneo mengi wafanyabiashara kwa washafunga. Sasa moto ulikuwa na waka kwa ndani kule, lakini baada ya kufuatilia kwamba kuna bwana mmoja alikuwa anafanya uchomeleaji wa mageti. Sasa nafikiri hisia za watu kwamba yawezekana ule uchomeleaji uliosababisha shoti ambao ilipelekea ndani mle kaanza kuwaka moto, na tayari duka lilikuwa lishafungwa pale. Basi kilichofanyika pale, tulipiga simu zimamoto, ukweli walichelewa kidogo, lakini juhudi za wananchi ziliendelea. Lakini kwa sababu vyumba vingi vilikuwa vimefungwa, kwa hiyo na bidhaa zilikuwa ni za aina mbalimbali, ziliweza kusafisha moto kwa kasi sana mpaka kufikia tu vyumba kama 10 hivi. Sasa hivi frame kama 10 zimeungua na store zake kule nyuma. Yani makadirio ya hasara siwezi kujua ni kiasi gani, lakini ukweli ulivyo hasara iliyotokeza ni kubwa. Ni kubwa, lakini niombe tu labda kwa serikali sasa, kwa maeneo yetu haya, public ya watu ilivyo, wafanyabiashara walivyo na ukubwa wa biashara zilizopo, kuna haja ya kuwa na kituo cha zimamoto kwenye maeneo yetu. Maanake hili tukio sasa la moto ni kwa maeneo yetu haya ni tukio la 4 sasa ambalo mimi nimeshuhudia hapa, lakini kila tunapopiga simu mara nyingi huduma zinachelewa sana, lakini hali hii wanaiona. Kwa hiyo mimi niombe tu kwamba kama panawezekano wawekee kituo hapa, hata kama ni gari moja, kwa sababu gari moja hata kama ingekuwa ni ndogo, ikiwahi tukio ndio linaanza, ni rahisi zaidi kudhibiti kuliko kuleta gari 5 wakati moto umeshakuwa vyumba 10 vimeshika. Uokoaji unakuwa kidogo ni mgumu.